atakuja kuchukua wale wote waaminifu. Ni Yesu, yeye yule mwaminifu siku zote daima. Atakuja kuchukua wale wote waaminifu. Ni Yesu, yeye yule mwaminifu siku. Niko na furaha kubwa sana kwa sababu nimemuona Kristo akizidi kutenda makubwa. Kuamuka na kuishi ni kwa ajili ya neema. Ndio kwa sababu tumepewa wakati wa kutubu na kumrudia. Hiyo wakati ulio nao mpendo usiharibu. Ikiwa ni dakika moja ni sekondi, itumikie ndio Kristo atukuzwe ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sisi ni watu shujaa katika Kristo. Kio utaamini na kufuata njia zake na sheria zake, yeye atakuongoza vile apendavyo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo achilia moyo wako na fikira zako kwake ili akutawale katika maisha yake, yeye akuite kuwa mwanae. Bwana Yesu apewe sifa. Ulimwengu wa dhambi tunaishi nao sio yetu, kwa sababu mambo tunaona usiku na mchana ni mambo aliyo tofauti kuliko kumwabudu Bwana katika roho yake na kweli. Kwa hivyo tuchiachilie wa Kristo kwa Bwana, tumtafute huyu Yesu Kristo aliyetukufia msalabani, ndio mimi na wewe tupate kukombolewa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo chunga sana ulicho nacho usicho kapoteza. Sikiria ulicho nacho, kwa sababu yeye atakutetea mpaka mwisho wa ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamisa vichwa, tumshukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu Mwenyezi Mungu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, tazama ni wakati njema nimerudi kwako nikiwa mwenye dhambi na hitaji msamaha na toba na rehema. Nimetubu kwa ajili ya ili kanisa, ukashuke na ukachitirishe na ukatawale, ukawasamee Baba. Nimetubu kwa ajili ya viongozi, ukashuke na ukalete msamaha juu yao. Nimetubu kwa ajili ya wageni wameingia mahali hapa na itisa msamaha Baba. Nimetubu kwa ajili ya Elikio Boberakai Baba, wasamee kila nguvu za giza zinainuka kinyume cha madhabahu, roho kutoka baharini, kusumuni, changwani na nchi kavu, nguvu za uchawi na uganga na siamurisa katika jina la Yesu zipate ushindwa. Naitisa damu yake iliyomwagika msalabani ikause katika hema lako. Naomba utamaraki kwa watu wako, ukawaguse na ukawabadilishe. Naomba ukasimamishe kila vita ya Shetani mahali hapa. Nimesimamisha kila kasi ya giza. Nimeiteka nyara in the name of Jesus Christ ibada ushindwa. Naitisa nguvu zako za Roho Mtakatifu ukashuke kwa wewe wote anayekuamini, ukamchaze na ukaminue Baba. Waliofungwa kwa ajili ya wokovu wafungue, walioinuka kinyume cha kasi yako ukachitirishe kwao. Baba wa mbinguni onekana Baba, na utakase mahali hapo, ukainuliwe ndani yetu Baba. Ukatakase mahali hapo, ukainuliwe ndani yetu Baba. Naomba ukashuke na ukachitirishe kwa wale wote wanaokuamini. Mwovu na vita na utatanishe kwa uondolee. Riba sarakai rikio boberakai masi onekana katika mahali hapa. Ukatembee katika mtaa wa Mkuru wa Nchenga, ukasafishe yukidaa katika damu yako, ukang'oe kila misingi ya giza na kila roho inayosababisha kazi yako isiendelee katika jina la Yesu. Bado mshindwa kila roho inayoleta mateso kwa watu wako, naiamurisha katika jina la Yesu. Bado mshindwa kila nguvu za giza zinazopigana na watumizi wako, nasi amurisha katika jina la Yesu zipate ushindwa. Nimesimamisha kazi ya Shetani kwa ajili ya ina uwezo na mamlaka juu ya viumbe wako. Nimeifunga katika kusumuni kule mpaka mwisho wa dahari. Kristo tawala katika mafundisho ya Roho. Mimi ni chombo, nitumikie, utangulie. Fungua watu wako wapate kugeuka, watubu, wakurudie. Sifa na shukrani zitakurudia Baba, katika jina la Yesu mtakatifu nimeomba nikiamini. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Mafundisho ya leo naenda kutoka katika kitabu ya Samueli wa kwanza 7 kuanzia mstari wa 4. Tunaenda kujifunza maandiko matakatifu katika Samueli wa kwanza 7 mstari wa 4. Bwana Yesu apewe sifa.
Bwana inuliwe. Katika maandiko yatuambia Samueli wa kwanza 7:4, ndipo wana wa Israeli wakayaondoa mapahali na mastroleti, wakamtumikia Bwana peke yake. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ni wakati wana wa Israeli walikuwa chini ya uongozi wa Samueli. Bwana Yesu apewe sifa. Tukiangalia hapo nyuma tunaona ya kwamba hawa wana wa Israeli hawao kuwa wanaomcha Bwana, walikuwa wanatenda kulingana na mapenzi yao. Lakini wakati walipofikishwa uchumbe wageuke, maandiko yatuambia ya kwamba wana wa Israeli wakaiondoa mapahali na masareti, wakamtumikia Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu Bwana tunaongeleza ni Bwana wa mabwana, ni Bwana mwenye anayekuja kuhukumu Mungu, ni Bwana aliyekomboa wana wa Israeli katika dhiki na mateso mengi. Bwana Yesu apewe sifa. Utaka muamini huyo Yesu Kristo, yeye atakuongoza mpaka mwisho wa dahari. Yeye atakupigania vita ikiwa ni wakati wa kilio wa mateso na majaribio. Yeye atakuondolea maovu ikiwa mbele yako, hata ikiwa mateso inayozunguka. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini hao wana wa Israeli, maandiko yatuambia wakati waliposikia sauti ya Bwana, waliweka mapahali na masotao kando, wakaanza kumtumikia Bwana. Kwa hivyo mpendwa, sioni ni jambo gani inaweza kufanya usitupe ya kale umrudie Bwana. Ni vyema kumrudia Bwana kwa sababu ndio nuru na mwangaza katika safari ya wokovu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Katika hii safari yetu nayo inahitaji uaminifu, inahitaji uose katika damu yake, ndio tubosa apata kukuangazia katika kwa kila jambo unaotenda. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wana wa Israeli waliabudu miungu kwa muda mrefu, lakini ikawa hasara na upatili kwao kwa sababu hawakupata manufaa. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna jambo iliyowafurahisha. Walikaa katika giza katika miaka mingi, lakini wakati waliposikia sauti ya Bwana, maandiko yatuambia waliachana miungu ya kigeni, wakamrudia Bwana na wakamtumikia yeye peke yake. Ni wakati imefika wewe ujichunguze, uko wapi, unatoka wapi, unaelekea wapi. Mahali huko yale unaotenda inamfurahisha Bwana ama inamkasirisha? Kwa hivyo kumkasirisha Bwana huyu Yesu Kristo ni kumrudisha kule msalabani. Tazama yale mateso aliyopata, ndio apate kutukufia na kufufuka ili tupate kuoshwa na damu yake. Bwana Yesu apewe sifa. Yale mateso na majaribio mwana wa Mungu aliyepitia, hakuna hata mmoja kati yetu ameshapitia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo mpendo, ukisikia sauti ya Bwana, usifanye moyo wako kuwa mgumu, kwa sababu Bwana anakupenda. Ndio kwa sababu alileta agano jipya na ya kale, ndio tupate kuwa mwangaza katika maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukizidi kuomba hii, ukizidi kusoma na kuomba hii Biblia, maandiko yatuambia inakufungua katika macho upate kuona unatoka wapi unaelekea wapi. Kwa hivyo mpendwa, kuwa mtu wa kupenda kuomba na kusoma Biblia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu huyo ndio mwalimu tuliachiwa, na mwalimu wetu tuliachiwa ni watumishi wa Bwana wapate kutuongoza katika njia iliyofaa. Kwa hivyo tusiche tukarudi nyuma tuseme ya kwamba tumefika. Hakuna mwenye amefika, kwa sababu safari hatujafikiza hata nusu. Hii nataka usame kwa maombi, umwabudu Bwana katika roho yake na ukweli, utupe miungu yako ya kieni, umrudie wakati huo, mwambie Bwana, ripo sipo, mimi niko pamoja nawe. Bwana Yesu apewe sifa. Katika maandiko ya Mathayo yaniambia uwezi ukaitisa Bwana jambo nzuri akunyime. Itategemea nia yako ya kumuitisa itakuwa ni aina gani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo itisa Bwana akusidisie neema zako, neema ya Bwana isije katolewa juu yako. Bwana Yesu apewe sifa. Hii Disemba mtakutana na mengi, mtakutana na vikwazo mingi, lakini ikiwa wewe uko na katika neema ya Bwana utasimama. Lakini ikiwa wewe neema ya Bwana imeondolewa juu yako, utakuwa kama ufugufugu. Kwa hiyo utaenda kule na kule unafikiri uko katika safari,
Kumbe Mungu aliondoa neema juu yako kwa sababu umekuwa mkatili. Kwa hivyo kusikia sauti ya Bwana vile wana wa Israeli walisikia ni vyema. Maandiko yatuambia kwamba walisikia, wakatoa mapahali yao na masoreti, wakaanza kumtumikia Bwana. Ichalisi ni temba aina gani umefanya katika ulimwengu wa dhambi. Ichalisi unatoka wapi unaelekea wapi katika giza. Lakini Bwana anataka roho yako. Bwana anataka moyo wako ili upate kugeuzwa umrudie yeye. Bwana Yesu apewe sifa. 5. Samueli akasema, wakakusanyeni Israeli wote Mishpa, nami nitawaombea nyinyi kwa Bwana. Wakakusanyika huko Mishpa, akateka maji ya kunyimimia mbele za Bwana, akafunga siku ile, akasema huko, tumefanyia Bwana dhambi. Samueli akawaamua wana wa Israeli huko Mishpa. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati wana wa Israeli walikubali sauti ya Bwana na wakati wakafanya vile huyu mtumishi wa Bwana alipokuwa na pia aliambiwa na Bwana, maandiko yatuambia, akasema, akawaambia wasikusanye kule Mishpa, ndio mahali pale apate kunena na Mungu wake, ndio Mungu wake apate kuwachalia walio mema, hoipukana na hiyo changa waliokuwa nayo ya vita. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia kwamba waliposikia wana wa Israeli walikusanyika pale, wakatega maji, wakanyunyumia kuwa ishara ya kwamba wamekubali. Wewe ni ishara yani unaweza kuambia, unaweza kuwekea Bwana, umwambie umekubali kumfuata yeye. Wewe walitega maji wakanyunyumia kule. Maandiko ya kuambia kwa Bwana, wakafunga siku ile wakisema, tumefanyia Bwana dhambi. Samueli akaamua wana wa Israeli huko Mishpa. Bwana Yesu apewe sifa. Wakanyima ile maji, wakasema wamekubali, wameasi mbele ya Bwana, lakini wameweka alama ya kwamba wameamua kuachana na miungu ya kigeni na kumrudia hiyo Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna kazi wapendwa, tunafanya kazi ya upatiri. Kwa sababu kuna ukiona mahali uko katika shamba lako, ukilima muda mrefu itoe masaa, utayachana nao kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia wengi wanafanya kazi ya upatiri, wanako mahali pale, yani wameweka ule ichinga. Wana wa Israeli waliwekwa wakiwa wakifika kule jangwani. Hawakukumbuka ile mateso walipokuwa nayo, lakini waliona mahali wako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tuombe Mungu wengi wetu tuondolee uchinga. Kwa sababu kuna uchinga inaweza kukuandamana pamoja na nyumba yako. Unaona umefika, unaona uko sawa, kumbe ulipotea. Ambia Bwana kuondolee uchinga katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Yani unafanya ile kitu ya ubatili, ile wezi ikaleta manufaa katika nyumba yako, ile iko mahali pale kwa sababu ya kuibisa Yesu Kristo, ya kumrudisha kule msalabani, kwa sababu mwisho wake ni jehanamu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Yani ni kumaanisha ya kwamba ukiwa katika ulimwengu wa dhambi, uko kule, hakuna mahali unaenda. Umeamua. Kwa hivyo uamuzi wako ndio matokeo yako. Kwa hivyo usije ukasema ni mtu amekuamulia. Mara mingi nasema utague rafiki aliye mwema. Rafiki mwenye kukuongoza katika maandiko matakatifu. Rafiki mwenye anaweza kukuambia kwamba pole kwa haya yote. Sio rafiki ako mahali kale kama Yudasi. Anakuambia tuko pamoja nawe, kumbe amuko pamoja nao katika hali ya upelelezi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo katika hii safari ya Kristo, itaki ufugufugu, itaki kumpapasa, ni safari inataka uamuzi. Kwa sababu uamuzi utakapoamua vyema, itakuwa vyema, matokeo yake itakuwa vyema. Ukiamua vibaya, matokeo yake itakuwa kule vibaya, kule jehanamu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo uamuzi wako ndio matokeo yako. Usije ukasema niliamriwa na fulani,
Usije ukasema nilipotezwa na rafiki, usije ukasema nimepotezwa na dada yangu, usije ukasema nimepotezwa na ndugu yangu, usije ukasema mama ndiye anafanya nikapotea. Lakini kumbuka uamuzi wako ndio matokeo yako. Bwana Yesu apewe sifa. Wana wa Israeli wakati walioamua katika safari, walisema tumeasi, tumetenda maovu. Wakaambia basi kunyezika kule Mishba, mkae mahali pale. Wakati Samueli alipokutana nao, walitega maji, wakanyinyilia kusema ya kwamba wameasi, wametenda maovu mbele ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo uamuzi wako mpendwa ndio matokeo yako ya kesho. Ukiamua vibaya utapata mapaya mbele. Ukiamua vyema utapata baraka mbele. Kwa hivyo usiexpect ya kwamba uamue vibaya uite baraka upokee baraka. Utakuwa kama ng'ombe imefungwa katika mti fulani inasunguka, ina mtu wa kumwangalia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo uamuzi wako mwema ndio matokeo mema. Na chiamulie wewe peke yako, hii safari ni nzito. Usikubali mama akuamilie, baba akuamulie, ndugu yako akuamulie, akuambie vile unaweza kukaa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo uamuzi wako ndio matokeo ya kesho. Bwana Yesu apewe sifa. Wana wa Israeli wakati walioamua, matokeo ilionekana ikiwa mema. Bwana Yesu apewe sifa. Tuangalie katika maandiko 7. Hata Wafilisti waliposikia ya kuwa wana wa Israeli wamekusanyika huko Mishba, masee wa Wafilisti walipanda juu ili kupigana na Waisraeli. Nao wana wa Israeli waliposikia wakaogopa Wafilisti. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yanatuambia kwamba wakati hao Wafilisti walisikia walikuwa wanapigana na wana wa Israeli, waliposikia ya kwamba wamekusanyika kule Mishba, walianza safari ili wakutane pamoja nao. Maandiko yanatuambia hao wana wa Israeli waliogopa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio wameamua kumfuata Yesu, lakini katika hii safari wakawa na uoga. Wana wa Israeli akawaambia Samueli, usiache kumulilia Bwana Mungu wetu kwa ajili yetu, kwamba atuokoe na mikono ya Wafilisti. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wakati hao wana wa Israeli walipoona ya kwamba Wafilisti wameamua, baada ya kuteka ile machi kule mlimani ya Mishba, maandiko yatuambia waliogopa, lakini walikumbuka kuna mtumishi wa Bwana anaweza kuomba maombi yake ifike kwa haraka. Akawaambia Samueli, usiache kutulilia Bwana kwa sababu Wafilisti wako karibu kutuangamiza, ili Bwana tuokoe kutokana kwa hawa Wafilisti. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Sijui wewe ukiona masito sana ukiwa katika safari ya wokovu, unamulilia nani? Baada ya kumulilia ukiona ni masito, na weka wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndio uamuzi wako ndio matokeo ya kesho. Umeamua kuachana ya ulimwengu, unataka Bwana akusaidie. Na Bwana baada ya kusaidia hata kucha hivyo kukusaidia kwa ajili kusaidia kuko, lazima ufuate mwongozo na mtaratibu ulio mwema, ndio kumucha mbele ya Bwana. Kwa sababu umeasi muda mrefu, umetenda maovu, inataka uombewe ndio pate kufunguliwa, ndio onekane ya kwamba unastahili kuitwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Wana wa Israeli walitoa miungu yao wakaleta mbele ya Samueli, wakatuweka kando, wakaanza kumulilia Bwana. Maandiko yatuambia hiyo ikutosa tu. Samueli aliwaambia basi pandeni kule Mishba. Na mahali pale walipopanda wakakumbuka kitu moja, wakaweka alama ya kuonyesha ya kwamba walikuwa wameasi. Sijui wewe ukitoka katika dhambi unaweka alama gani ya kuonyesha ya kwamba wewe ulikuwa mwenye dhambi? Bwana Yesu apewe sifa. Baada ya kufanya hayo, wakiwa mahali pale waliona Wafilisti, waliposikia kwamba hawa wamekusanyika, vile wakisikia kwamba hawa wamekusanyika,
wakaamua na chesi yao kuenda mahali pale wakutane nao. Lakini wana wa Israeli walipoona hayo, maandiko yatuambia waliogopa. Wakamwambia mtumishi wa Bwana, usiache kutulilia kwa Bwana, ndio Wafilisti wapate kuepukana nasi. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe unatoka kwenye dhambi, unasema umeokoka, na baadaye unatoa alama ya kwamba ulikuwa unatenda dhambi, baadaye unaanza kupigana na mtumishi wa Bwana ukijificha katika dhambi. Ni nani unataka kuombea ndio hiyo minyororo ipate kuondolewa? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu Samueli alisimamisha sadaka, ndio wana wa Israeli wakapata kuonekana. Hata ikiwa walitoa hii kukubalika mbele ya Bwana, kwa sababu walikuwa wameasi, walikuwa wametenda dhambi, lakini mwishowe kukubalika, mtumishi wa Bwana alisimama pamoja nao. Wewe unatoa, ukiendelea tena unarudi nyuma, unaanza kupigana na watumishi wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mambo mengine yaweze kafika hata nikiomba siku 24. Maandiko yatuambia ni kasi ya upatini tunaofanya juu ya nchi. Kwa sababu uamuzi itaonekana ikiwa sawa. Uamuzi wako lazima ikuwe sawa mbele ya Bwana, ndio kubalikwe katika kiti yake Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ukiangalia vizuri yale makubwa Bwana alitenda kwa wana wa Israeli, alitumia Samueli ndiye apate kutenganishwa na wale watu. Ndio waliachana, wakatoa, wakaminyia maji, lakini hukutosha kwa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Mpaka mtumishi wa Bwana alienda mbele ya Bwana ndio wakapata kukubaliwa. Ndio unaona katika maandiko yatuambia wakati mwana wa Mungu alipokuwa katika ulimwengu wa dhambi, aliwaambia mimi naenda kuandalia mahali pema, lakini nacha tena kuwachukua, lakini mkumbuke nitawatumia roho anayeweza kuongoza, na huyo roho ataingia kwa wale wanaoamini. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tusije tukakaa kwa basia tukisema tumeokoka. Tusije tukae tunababasa huyu Yesu, kwa sababu yeye ni mwenye hasira. Akiamua anakucha wakati wowote. Kwa hivyo hii dakika ulio nayo lazima utubu, umrudie Bwana. Sio tafadhali tubu, ni lazima utubu. Kwa sababu kufuata Yesu Kristo hakuna tafadhali, kwa sababu chana mwiko na paradiso. Chana mwiko kwa wale wanaokuwa wakatili. Wanasema wako pamoja nao, lakini mahali pale wako na wewe kwa ajili ya upelelezi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni wakati wa Bwana anataka kuona wacha Mungu ni wake ni gani. Ni wakati wa Bwana anayekuja kuchunga watu wake waonekane ni wale wanaostahili kuitwa wana wa Mungu. Wewe fikiria mpendo, utakuwa wapi? Utakuwa umetaliwa na mambo ya ulimwengu? Utakuwa usiku ukifanya mambo yasiyozaa? Utakuwa wengine ukienda mahali pale ukitenda yasiyo kufurahisha? Bwana, Shetani na yeye ni mwerevu. Ndio napenda kuambia watu wengi wasio warafi. Yule aliyo mrafi anasikwa kwa haraka. Ikiwa mtoto akao mrafi kwa shule, kuingizwa katika njia siyofaa ni haraka. Ikiwa wewe mama ama ndugu uko mrafi, unaenda mahali popote unakula havi, Shetani anachua ya kwamba watu wamekuwa warafi, wamesikwa na njaa. Kwa hivyo ni njia moja ya kukuingiza mahali huko unastahili kuingia. Kwa sababu wewe una uamuzi wako. Uamuzi wako ukipata chochote unakula, sio vyote vilio vitakatifu ya tumbo. Bwana Yesu apewe sifa. Ambia Bwana akutawale katika maisha yako na katika njia zako. Akuongoze dhamiri zako zionekane zikiwa safi. Mwambie Bwana, hata mimi sielewe vile nilivyo, lakini wewe unanielewa vyema. Vile unanielewa vyema, uniongoze vile unataka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni Bwana ukucha wakati ufaro. Harakisi wala uchelewe. Anakucha kwa wakati wake. Na anakucha kwa wale wanaoamini na kumtumikia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mipango miovu ya Shetani mbele yako lazima iondolewe, ikiwa wewe ni mcha Mungu, ikiwa mmeamua kumfuata Yesu Kristo. Na wewe unaasi na kutenda maovu, unakuwa mitego kwa wengine, jua kwamba hiyo mtego itakunasa siku ya mwisho. Bwana Yesu apewe sifa.
wewe ukuwe ni wengine unapoteza katika njia za giza, wewe ujue ya kwamba hiyo njia za giza itakumeza wakati wa mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Shetani anajua kwamba huyu anapenda nini? Anapenda akitoka kabla chakula na kula machungwa, lazima kuandalia machungwa. Anapenda chakula anakunywa soda koki, lazima kuandalia ile soda. Kwa hiyo yeye shetani ni mchanja. Na wewe ukitaka kuwa mchanja kuliko shetani, lazima muabudu Bwana katika roho yake na kweli. Chakula simenasa wengi. Ukame huko, mahindi kukua vizuri. Chuo ilikuwa mingi, sasa shetani anasema nitaingia kwa nyumba fulani. Kwa sababu wamelemewa katika njaa, nitatenda kitu na nitawafuruta. Wacha niwaambie wapendwa, shetani hajaingia kule nje. Anachua wale wako nje ni wake. Anaingia kwa wale wanaoamini. Wanasika Biblia kuja kanisani. Wanacharibu vile Ayubu alijaribiwa. Akaambiwa usuguze roho yake, lakini uwise mahali popote. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo macharibio lazima kukuchie. Wewe Mkristo unaamini na kumwabudu Bwana. Ukisapita katika ile macharibio utakuwa ni uamuzi mwema. Lakini ulikuwa unampapasa Yesu Kristo, kila mahali unaenda uonekani una msimamo. Simama na Yesu Bwana. Simama ukijua kwamba yeye ni mwaminifu. Yeye akiwa katika kiti yake Yesu anaona. Neema ya Bwana isiche katolewa juu yako. Unajua neema ya Bwana akiwa ulikuwa naye kitolewa, kila mtu anaukataa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Alafu unasema nimekataliwa. Umekataliwa kwa sababu hukusimama na neno. Umeonywa lakini onyeki. Wewe unaenda kule kufanya kuinikridi wengine. Hata wakati Jesse andiki wewe unaoinikridi. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima uamuzi wako ufanye mwema. Bwana Yesu apewe sifa. Katika uamuzi wako kuwa uamuzi wema. Unataka wapi, unaelekea wapi? Hiyo kazi unafanya iko na faida ama iko na nini? Umeharibu mpaka viumbe vidogo. Usema ya kwamba umemfuata Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo chakula itafika wakati Mungu aimalize katika nyumba yako. Utatumia mbinu gani? Kwa sababu Mungu atakazirika. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Akija kwako anakuambia Bwana asifiwe. Lakini uchui ni Bwana gani anaacha kisirani mahali kale? Tumwambia leo niko na njaa, tupitie tukule. Ukienda huko hata ukumbuki mume anafaa apigiwe. Unakaa pale mpaka saa 8. Ukifanya nini, mkiongea nini? Bwana Yesu apewe sifa. Ndio Samueli akawaambia waondoe maovu, wamrudie Bwana. Na wao wakaamini. Na walipoamini wakafanya, wakaweka alama ikionyesha ya kwamba wameamua. Kwa hivyo uamuzi wako ndio matokeo ya kesho. Walipoamua wakaona tayari wale wanaendelea kukucha. Kwa sababu hawakuamini, wale wamefanya nini? Wametoka katika hizo njia zao za giza. Lakini hao wana wa Israeli wamlimulilia, akaambia Samueli, mahali unaenda utukumbuke. Wewe utamulilia nani? Ikiwa kama utaki kutii sauti ya Bwana, utende kulingana na mapenzi ya Bwana. Ikiwa wewe utaki kufuata amri zake, Bwana Yesu apewe sifa. Ikiwa wewe utaki kuona familia ikikaa poa, ikiwa wewe utaki kuona yule akifanya kazi na akipata riziki kwa ajili ya familia yake, ukitaka utende mema, na wewe tenda mema, iandamane pamoja nao. Mtu mzuri akikufa china yake isauliki, lakini muovu akifa inasaulika milele. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia 9, ndipo Samueli akatua mwana kondoo mchanga, akamtolea Bwana sadaka ya kuteketeza uzima. Samueli akamulilia Bwana kwa ajili ya Israeli. Bwana akamuitikia. Wana wa Israeli wakaambia Samueli wakati waliona Wafilisti wako karibu kuangamiza, akaambia Samueli, mtumishi wa Bwana, tukumbuke.
Bwana Yesu apewe sifa. Mchana unaambia mtumishi wa Bwana akukumbuke. Usiku unaweka mikutano ya kumuondoa. Maombi yatasikika. Bwana Yesu apewe sifa. Mchana unamwambia niko na shida unisaidie. Usiku unaenda kuharibu kazi yake ili asirudi kazi. Unataka usaidizi kwake. Bwana Yesu apewe sifa. Kama Choni alikuwa anakusaidia, hakuna kazi nzuri, akiona unamkimbilia. Unamwambia tafadhali nisaidie chakula. Tafadhali nisaidie hii. Tafadhali nisaidie hii. Lakini ukienda kuangamiza ile kazi yake apate kuondoroka, atatoa wapi akusaidie? Hiyo nakuambia watu wachinga ni wachinga. Kwa sababu hawafahamu uelevu inatokana kwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Tukiangalia katika maandiko yatuambia wakati Samueli aliposikia wana wakilia, alipotazama katika kiroho aliona wanafaa wasaidiwe. Wewe unapiga simu ukisema ombewe. Wewe ukikutana na mtumishi wa Bwana unamwambia ombewe. Lakini akienda Saida na kuombea katika kiroho, anaona ya kwamba wewe ndio msaliti wa kwanza. Hiyo maombi yatafika. Samueli alipogundua akaona ya kwamba hao wanatia wameamua kweli kweli. Kiwa wameamua akaamua kuombea. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia alitoa sadaka ya kuteketeza mbele ya macho ya Bwana. Maandiko yatuambia kwamba yeye akatoa Samueli mwanakondoo mchanga. Unafikiri huyu mwanakondoo mchanga alienda tu akatoa mahali popote akatolea? Halitumia gharama ya kwenda kumnunua yeye mwanakondoo. Wewe utatumia gharama kwenda kununua mwanakondoo, mchana anakuambia niombee, usiku anakupiga vita. Mchana anakuambia ya kwamba unisaidie, usiku anafunga njia zako, ufutu hata hiyo kazi uko nayo. Ufunga hata hiyo kibanda. Lakini mchana anakulilia umsaidie. Inawezekana. Lakini baba Samueli wakati aliangalia wana wa Israeli, akaona wameamua, ndio aliyachukua kama yake, akaguswa. Baada ya kuguswa akaamua. Unajua wakati alipoguswa na wana wa Israeli, hakuona gharama ya kununua hiyo mwanakondoo. Lakini wakati wewe utakapoomba, uone kuna vita na yule anakulilia, mchana anakuambia nisaidie, usiku anakupiga vita. Mchana anakuambia nisaidie, usiku anapanga maovu juu yako. Utaguswa na moyo. Huyo ni yule tusema neema ya Bwana ilitoka juu yake. Unachusumbua na yeye tu. Lakini Mungu aliondoa neema juu yako. Ukitaka Mungu asiondoe neema juu yako, ukuwe mtu mwaminifu, ukuwe uamuzi wako ukuwe mwema. Kwa sababu uamuzi wako ndiye itakuwa matokeo ya kesho. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio hata yule utaambia rafiki jirani, mtumishi wa Bwana akuombee, maombi yanaenda bila kusita. Bwana Yesu apewe sifa. Maombi yanaenda bila kuenda mahali popote, yanaenda straight. Siku hiyo unasikia umefunguliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona ya kwamba tunaishi katika hekalu ya Bwana mwaka mingi, hakuna mabadiliko. Lakini mgeni akitoka saa hii, aseme nimeamua kumfuata Yesu. Na vile nimeamua ndio hii, nimesimamisha sadaka yangu, nataka niokolewe. Huyu anapata kibali mbele ya Bwana. Akitoka mahali huko unasikia ameenda na ndege. Akitoka mahali huko unaona kuna ishara imetendeka kwake. Lakini wewe umekaa miaka mingi, unalia shida tu, unalia vita tu. Hakuna mabadiliko kwa sababu uamuzi wako ni mbaya. Wewe hutaki kufuata Yesu Kristo, lakini unataka kuona fulani anafanya nini kwake. Unataka kuona fulani amebarikiwa kivipi. Baraka yake ni yake. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu hawezi akaacha kubariki watu wake. Hata watu wa milioni wakiungama, wakifanya mikutano usiku na mchana, atabariki walio wake. Kwa sababu wale walio wake wameamua hii safari. Bwana Yesu apewe sifa. Samueli alipoona kwamba wana wa Israeli wameamua na maamuzi yao ni ya kesho ni mazuri, aliamua akagusu, ndiye akanunua mwana kondoo. Akaenda mahali pale kwa ajili ya kutoa sadaka. Bwana Yesu apewe sifa. Mara nyingi nasema nikiwa naombea ni kama video kwangu. Kuna mambo mengine ukiomba, ukikuwa kama wewe unakaa unacheka tu.
Unaangalia ni kweli ama ni ndoto. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unajua kuna kitu anaweza watu waseme Mungu rudi haraka, lakini hawezi akarudi haraka kwa sababu hakuna mtu anakuja kuchukua. Anakaa mahali pale anangojea wale wateule wake wamaliza safari. Anangojea, amewapatia mutwa wa kumwabudu usiku na mchana. Ndio kuhubiri neno lake, kulitakasa jina lake, ndio wale wako ready wapate kukombolewa. Kuna wale waliofungwa hawajachua wamefungwa. Kuna wale wamenaswa wameingizwa mahali hawajui. Hao ndio wanataka apate ukomboa, ndio walete, ndio kurudi kwake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sasa tukimwomba arudi, hawezi akarudi kwa haraka. Kwa sababu ametupenda sisi sote, tutubu na tumrudie, ndio wakati atakaporudi apate sisi tumeamua. Wewe uamuzi wako ni uamuzi aina gani? Bwana Yesu apewe sifa. Wewe uamuzi wako ikuwe uamuzi gani? Mahali uko umeamua nini? Mahali unafanya kazi nini unaamua nini? Mahali unaishi kwa hiyo plot unaamua nini? Ni kuchunguza huyo mtoto amefanya vyema, ni kuchunguza leo kuna kigilele huko, ama ni kuamua nini? Furaha yako ni furaha kukaa katika Kristo. Ukiwa na furaha ya kukaa katika Kristo, utadhulumu mwenzako, utamtendea maovu. Shetani ameingia na njia mingi sana. Njia mmoja niwaambia ni vyakula. Akiona wewe ni muravi, lazima akunyakue. Ukijua shetani akitaka kunyakua wewe, anaweza kufanya even 1,000 shopping kwako, lakini anakutega na anakumaliza. Ni uongo ama ni kweli? Bwana Yesu apewe sifa. Anaweza kufanyia shopping usema hii ni mtu wema. Kumbe ametuma kwako kwa upelelezi. Andika chuo umeweka wapi? Pili nini umeweka wapi? Yaani kila kitu tu kimeenda ache. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sisi wa Kristo lazima uamuzi wetu uwe mwema. Ujue uamuzi wa leo ndio matokeo ya kesho. Usitendee mwenzako maovu ukitarajia baraka kesho. Hakuna baraka kwako. Lazima ukutane na masito. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo ukitenda mema, matokeo yake yatakuwa mema. Ukitenda maovu, alafu useme utatubu kesho ubarikiwe, ole wako, kwa sababu baraka zako zitakuwa za uvuguvugu. Utazipata na uchungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unajua Mungu wetu tunaabudu ni Mungu mwaminifu. Ukucha wakati ufaaro. Ikiwa wewe ni mteule wa Bwana, ni mwaminifu, omba bila kukoma. Usiseme nimechoka katika hii safari. Hame imenilemea, vita imekuwa mingi, macharibio imekuwa mingi, magonjwa yamejaa kwa nyumba yangu, lakini ujui yenye namkumaliza ni yule mnatembea na yeye na mnakula na yeye. Kwani muishi uingia kwa poma uiba kama hakuna yule anamuongoza kule? Musi hawezi akachua poma ya ng'ombe umeweka wapi. Anaweza kuchua? Hawezi akachua. Kwa hiyo yule mnawasiliana yeye, anakuambia rafiki, anakuambia hivi na hivi, huyo ndiye ataweza kuwasilia vyema ndiposa apate kuangamiza. Lakini haya yote tunayoona ni kazi ya upatiri mbele ya Bwana. Ndio kwa sababu tunaambiwa wale mnaomcha na kumfuata Yesu kwa ni uchasiri katika maombi. Usipungukiwe ukiona yule uliyopenda zaidi ndiye amegeuka kupiga vita. Shukuru Bwana, umwambie ni chanzo ya kila jambo. Shukuru Bwana, umwambie ni asante. Kwa sababu haya yote ulikuwa unachua nitapitia. Na vile utakuwa unapitia haya yote, ulikuwa unachua haya yote nitayashinda kwa imani. Kwa hivyo kila chambo unalishinda kwa imani, si kwa ajili ya mapenzi yako, ni kwa ajili ya imani na mapenzi na neema la Bwana. Unaweza kustuka usema huyu mama tulikuwa naye amenigeuka. Yesu kusitue mpendwa. Chipe moyo katika hii safari. Utakutana na mengi ya kuvunja moyo. Bwana Yesu apewe sifa. Usije ukasema ya kwamba huyu ndugu yangu nilishikakamua nikimsomesa amegeuka. Hiyo sikutie waziwazi. Kwa sababu Bwana alikuwa anajua. Na alijua yao macharibio utapita. Hiyo itakuwa gusa ya kusimamisha wewe. Hata vita ikija itakushinda. Bwana Yesu apewe sifa.
Vita wana wa Israeli walishinda kwa sababu walikuwa na imani na kwa sababu waliamua. Kwa hivyo uamuzi wako ikuwa uamuzi wema wa leo. Unatoka wapi, unaelekea wapi? Ni kama kasi ya upatili tuiache. Tubadilike nia zetu mbaya, tumrudie Bwana. Tukae kama yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Tukae tukijua kwamba sisi ni wafuasi wa Mungu, sio wafuasi wa miungu. Usije ukawa daraja kwa wengine, kwa yule anaotembea katika nuru, sio katika giza. Bwana Yesu apewe sifa. Uko mahali pale kwa ajili ya sababu, kama mahali pale kwa ajili ya kumuinua Yesu Kristo. Kwa sababu ukimuinua hata mitego kuzingira 1,000, Bwana atafanya nini? Atakupigania. Wewe unaosuia kondosa Bwana sisingie ili kumtukuza, faida gani mbele yako? Kwa sababu mwisho ni jana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kuna kasi ya ubatili. Kwa sababu kuna mwisho utafanya, lakini yote tutayaacha hapa duniani. Na yaliyo maovu, malipo ni hapo, usiongoje juu. Juu tunaenda kuselekea kwa Baba. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia alitoa sadaka ya kuteketezwa zima. Samueli akamulilia Bwana, na Bwana kwa ajili ya Israeli, Bwana akamuitikia. Samueli aliamua kwa sababu aliona wana wa Israeli wameamua. Mtumishi wa Bwana atakuombea, akiangalia katika macho ya kiroho, ataona ya kwamba wewe umeamua. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kuna maombi mingi, kuna wakati unaona ni kuharibu wakati. Unaomba baadaye kuombea wala umesumbuka hospitali. Yaani unaona kama ni waste. Hata Mungu anakuambia wewe una waste time. Ungeombea yule hospitali Nyanyuki, ungeombea yule Kisumu, ungeombea ile achali imeraniwe hivyo watu. Baadaye ya kuombea huyo mtu, hako anazunguka tu. Amefungwa katika ile ugaba, achamua. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Lakini vile Samueli aliona wana wa Israeli wameamua, akatolea sadaka mbele ya Bwana, na Bwana akaitika. Unaona, wakati Samueli alitoa ndio Bwana anaitika. Wewe jifikirie mpendwa, ni kwa nini Bwana achaitika kwako? Ni uamuzi wako ulio mbaya ama uko aje? Lazima uamuzi wako uwe mbaya ikiwa wewe uchaamua. Ndio naona mambo mingi yanatendeka. Siku hizi roho imeingia mbaya ya kuuana wao kwa wao. Ndugu yako anakuua, bwana yako anakuua, ama sio hivyo? Ndio aonekana katika ulimwengu akiwa anaonekana kuwa Mungu. Ndio naua hata yule apate kuuliwa umenamuua. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio onekana tu utawale katika hiyo boma, uonekana, ukumbuke ya kwamba kifo ni lazima na kuishi ni bahati. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Samueli alitenda hiyo kitendo kwa sababu wana wa Israeli waliamua. Wewe jifikirie mahali huko umeamua acha kumfuata Yesu. 10. Hata Samueli alipokuwa akitoa hiyo sadaka ya kuteketeza, Wafilisti wakakaribia ili kupigana na Israeli. Lakini Bwana akapiga ngurumo, mishindo mkubwa sana juu ya Wafilisti. Siku ile akawafadisa nao wakaangamishwa mbele ya Israeli. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia Samueli alipokuwa akitoa ile sadaka ya kuteketeza. Bwana Yesu apewe sifa. Wafilisti walikaribia ili wapate kupigana na wana wa Israeli. Lakini Bwana aliachilia mshindo mkubwa kutoka na ngurumo kutoka mbinguni. Maandiko yatuambia Wafilisti wote wakaangamia. Kwa hivyo maombi ya mtumishi wa Bwana elisikika kuliko wale walikuwa wameasi. Bwana Yesu apewe sifa. Wafilisti walitoa, wakatega machi, lakini bado vita ilikuwa. Lakini wakati waliogeuka
wakawaheshimu watumishi wa Bwana, akamwambia Samueli, utuitikie. Samueli aliguswa. Bwana Yesu apewe sifa. Si alisema atafanya kulingana na utumishi, lakini aliguswa. Akaamua, akachurishwa atoe kondoo kwa ajili ya dhambi ya wale. Nani atakutolea ikiwa wewe utakuwa kinyume na kazi ya Bwana? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu maandiko yanatuambia maombi yetu haitoshi bila watumishi. Ama maandiko yametuambia aje? Maombi yetu haitoshi. Hata ukisema utajifungia kwa nyumba siku 20 ukiomba, kama uchaenda mbele ya Bwana, mtumishi wa Bwana akuombee, ni kasi ya ubatili. Wacha kusema ya kwamba utajiombea. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima uende mbele ya Bwana, ambie Bwana, nataka mtumishi wako aliye na upako. Kuna jambo moja dada mmoja aliyoniuliza. Aliambia amejaribu kuomba kwa sababu kuna jambo imefanyika kwake sio ya kawaida, lakini anashindwa. Akiomba anaambiwa bado hujaweza. Anasikia sauti tu, na zaidi anaomba ndio vita inakuwa mingi. Swali, nitafanyaje? Kama nikutoa nimetoa, nimeompewa. Ngamwambia mchakutana na mtumishi wa Bwana ako spiritual akuombee, ndio apate kuyafunja. Kaniambia madhabahu nimetoa dhabihu mbele ya Bwana, lakini sijawahi kuona. Kamwambia uamuzi wako uchunguzi ni uamuzi aina gani. Lakini huwezi kwenda kutoa kwa ajili ya kutoa kuko. Unaenda kutoa ukuhamia uhamishi kabla mchakutana na mtumishi wa Bwana. Kaniambia kweli nimeona makosa yangu. Unajua sio wengi wanaweza kuona makosa yao. Wengi wanasema ni kuwekelewa. Wengi wanateta kwa ajili ya kufunika dhambi zao. Lakini yeye akasema nimeona makosa yangu. Unajua ukitaka Mungu akukomboe na kuondolea vita na changamoto tokali, lazima uone makosa yako. Lakini usipoona makosa yako, hata ukiombewa miaka yaenda rudi, hakuna mabadiliko. Lazima ukubali makosa yako, na ukubali kubadilika, na ukubali kufinywa, na ukubali kuwa na uamuzi wako ulio mwema. Wakati Samueli alipokuwa ameamua, akamulilia Bwana, Bwana akaitikia kulingana na ile sadaka alipotoa mahali pale. Bwana Yesu apewe sifa. 11 nao watu wa Israeli wakatoka Mishpa wakawafuata Waisraeli wakawapiga hata walipofika nchi ya Betakari. Bwana akawapatia nguvu ya kupigana na Waisraeli kwa sababu walikuwa wameamua, uamuzi wako ulikuwa mwema. Bwana akaachilia nguvu ili wakaenda wakawafuata mpaka wakaangamiza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mpendo, unaweza kushinda adui yako wakati utaamua safari. Utamshinda wakati utaamua safari na uamuzi wako uwe mwema. Lakini ikiwa utaamua mtapigana na yeye, mwisho atakuondoa ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo uamuzi wako lazima uwe mwema. 12 ndipo Samueli akatua chiwe na kusimamisha kati ya Mishpa na Seni, akaliita jina lake Ebeneza. Kisha akisema, hata sasa Bwana ametusaidia. Hivyo Wafilisti wakashindwa wasiingie tena ndani ya mpaka wa Israeli, na mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Wafilisti siku zote za Samueli. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati wa kutoa kwa Samueli, maandiko yatuambia wana wa Israeli waliwafuata wakaangamisha wale Wafilisti. Bwana Yesu apewe sifa. Hapo Samueli akatua chiwe na kulisimamisha kati ya Mishpa na Seni, akaita kule jina lake Bwana, akailiita jina lake Ebeneza, usindi, kwa sababu Bwana aliwasindania.
Bwana alitenda makubwa kwao. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kwa haya machache, ili neno la Bwana limetufisha mengi, ni ya kwamba uamuzi wako ndio matokeo ya kesho. Ukiamua vizuri, utapokea baraka na ushindi. Kuamua vibaya, utakaa katika njia za giza mpaka lini? Unashangaa sana na kuzunika moyoni mwangu wakati napotazama katika kiroho, nikiona wengi wamemwacha Bwana, wamerudi katika njia za giza. Wengi wametoka kule rizavu wakiwa sawa, wamekutana na vikundi hapa, wanasema sasa tunarudi kule kwetu nyumbani tuangamize ile boma. Ni kama mbwa ikitabiki na ramba. Bwana Yesu apewe sifa. Mafunzo ni mingi ukiwa kule mjini. Usipokuwa mwenye hekima na busara na urefu kutoka kwa Baba, utapotezwa. Usipokuwa na msimamo, utapotezwa pia. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nilikuwa naona ya kwamba katika maandiko yaniambia kwamba wakati mpili aliposimama akaangalia katika ulimwengu wa dhambi, akaona mwanaume mmoja pia anaostahili mbele ya Bwana. Lakini alipoteremka akaangalia kwa wanawake, akaona hakuna mmoja. Hiyo inanitoa nguvu katika maombi. Lakini nikiangalia katika kiroho, hata wanaume kupotezwa ni rahisi. Bwana Yesu apewe sifa. Mwanaume anaambiwa bibi yake astahili na wewe unakubali. Na mmesaa na yeye, mmekaa na yeye, unaambiwa ni mbaya. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe unafuata tu. Nasema kama ni kitu kizuri, unaikifika pale hoteli unakula, unapepa suguma. Unawaambia leo si tumbe nazumbua suguma. Kumbe wewe ukula umekula, umepepa suguma kuja kwako. Unasema wewe ni mwanaume wa boma. Kilio cha wale walio ndani kile kitamaliza hata kazi yako. Baadaye utasema umeroa ama bibi amekulaani. Lakini bibi hajakulaani. Umepata mwalimu wa pili. Uamuzi wa mwanaume na anaamua peke yake. Mtu wa pili akiingia anamaliza hiyo poma. Anakupeleka wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Anakupeleka wapi? Hawezi akaingia mara mbili asema yeye ni wa pili. Kile kidogo unaopokea kipeleke katika nyumba yako ndio pate kubarikiwa zaidi. Lakini kama ufikisi unafika kule kwa hoteli unakula unaziba. Unafika kule kwa ndogo ndogo unakula unafika. Unafika kule kwa rafiki yako unakula unafika. Hiyo utaongezewa neema ya Bwana. Ujue kwamba wewe umepotea. Mwambie bibi sasa nimelipa madeni mingi kule na kula. Yaani unakula zaidi ya kukula. Unakula mpaka unasahau kuna pipi na watoto. Unamwambia hakuna. Kwa sababu unaona pipi anauza mboga mahali pale. Na unajua pipi watoto wakiona ya kwamba ni mama anatoa hawata kuheshimu wakiwa wakubwa. Ni uongo. Watasema ni mama alikuwa anatulisha. Ni mama alikuwa anatunulia nguo. Anaomba hata ukiwa na shilingi 500 kwa mfuko, piga pacheti yako ndio furahisha watoto wako. Ukiachia mama gharama, watoto hawata kulikoi na isikuwa papa. Ulikubali, usikubali. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mmoja nilikutana naye akaniambia, ninapoona vile mama anahangaika na baba hako anafanya kazi, anakuja kwa nyumba anasema hana. Anasema amekatwa, amekula, amefanya hivi. Saa nyingine anasema alipepa roni, akapepea mtu mwingine akapepa na hiyo ni uongo. Mpaka siku hizi wanaume hawana account. Account yao iko kwa mtu badala ya kuweka kwa banki. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio hiyo bibi asijue ya kwamba hakuna pesa kwa account. Anapeleka kuna account yao. Hiyo ni akili dogo. Kwa sababu ile poma ni yako. Hata ukiwa yule mzuri acha wa kuwekea account, ujue hiyo familia ni ya. Kwa hiyo tubadilike.
Baba tuko. Hiyo ni mchumbe nimepewa. Lazima niongee. Ndio tufanye, waona. Kwa sababu anauza zuluma na yeye wacha ale. Anaambia unalea nini? Wacha ale. Bwana Yesu apewe sifa. Mwisho watatambua mama. Hakuna mtu mwingine watatambua, ni mama. Ina aliniambia nikiona mama ile kasi anafanya. Hata ikiwa uko na 1,500 vikisa mahali pale useme ndio ikiwa ndio hiyo. Utasangaa sana. Kuna mmoja alikuwa ameweka account kwa mwingine, anasema huyu ni kaseni yangu ataniwekea. Lakini wakati alipomuitisa ile account ilikosekana. Vuruge ilianza mpaka bibi akajua kulikuwa na account kuliko account ya banki. Vuruge ilitokea. Aliitisa kaseni yake hiyo pesa hakumpea. Ikafanya kesi itaenda na ako na bibi. Lakini anaangalia kaseni yake ndiye atamwekea vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Hakuna bibi lakini ni kaseni yake atamwekea bibi. Huyo bibi akuwa nyumba kama sanamu. Lakini unaamini yule kaseni yako alimwekea pesa ikachoa. Sasa ile anafikiria kuona mahali akamwambia sorry nilitumia hizo pesa. Na vile unaniambia hiyo kiwanga ilikuwa chamaa karibu kuchiua bwana. Lakini unajua ikifika huko inakuwa aibu. Kwa mwanamke ama kwa mwanamume. Kwa hivyo hakuna siri etakayofichika ikiwa wewe mpendwa naomba. Hata ikiwa kuna siri katika nyumba yako, Bwana ataifichua. Hakuna siri inaweza kufichika. Niko na hakika. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe kazi ni unayowekea huyo kazi yako, unajua kwake kuna kuliwa nini? Ile kidogo anauza mboga, ndio unajua anakula, analipia watoto shule. Wewe unamadvise nini? Wewe unaweka, unamadvise nini? Unamwambia huyo mke ni mbaya. Sio mwaleo wa pili basi yule ndio mzuri. Mke ni mke. Mke ni mke kama ameamua kukaa na wewe ameamua. Bwana Yesu apewe sifa. Mke ni mke bwana. Hiyo pangi ya pili nitaomba mpaka ipomoleke. Hiyo pangi ya pili. Hiyo pangi sio hiyo inawekwa account, hiyo account ya makazeni, my friends. Hiyo nitaiomba mpaka ishe. Kiwa wewe unakuwa account ya kuharibu nyumba ya mwingine, Bwana atakuondoa. Hata kubali mwingine alie, wewe unakona pound, mwingine analia. Hata anakosa yenye kuendea kwa soko. Lakini hiyo nitaomba katika jina la Yesu. Hiyo pangi ya mwanadamu na poteza nyumba ya mwingine ipomolewe. Labda umemkorogea, anakuja kama kazi ni kukusaidia, unamkorogea na mtatanisha, akumwambia bibi ni mbaya anaitika. Ajui na wewe kama mwanaume umefungwa, usione nyumba yako kama nyumba yako. Naomba katika jina la Yesu utafunguliwa. Kwa sababu mwanadamu hayuko mwenye kufungwa kama kuni. Kama wewe umefungwa usione, naomba na ufunguliwe. Basi lazima Mungu akufungue. Ukuwe mwelekeo. Unaweka account kwa mwanadamu baadaye kupeleka kwa benki ndio bibi yako asigundue. Unaendelea kumfanyia kazi. Akwambia kwamba mimi ndio account nzuri, leta nikuwekee, wakati utaamua nitakupea. Lakini utastuka wakati utamuitiza hata kuwa hata na hela. Kwa hiyo Mungu aitafie kwa pangi ya wanadamu waliopoteza nyumba za wengine. Mungu aitafie. Ikiwa ndugu alifungwa, afunguliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio nasema tuchague marafiki wema. Hii mwaka tunaenda kumaliza. Ikiwa unaona kuna yule amekuwa west kwako, ongea madogo kwake machache. Amani sache. Kwa kuna yule mmeshinda na yeye, uchafaulu katika maisha yako, kuwa na machache kwake. Kwa ujue kwamba huyu alikuwa akikwaso katika njia zako. Kuwa machache kwako, kuwa mchache kwa maneno kuongea. Labda ulikuwa unamwambia kile umepanga, lakini anaenda akifanya nini akazua mpango yako.
huyo mtu saa hii mweke mbali. Mwaka mpya ukae pamoja na nyumba yako, endelee na nyumba yako. Bwana Yesu apewe sifa. Ikiwa ni kifungo, iondolewe katika jina la Yesu. Watu wakae na amani na upendo. Na huyo Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na yote aliye na kikwazo kwa ajili ya familia, Mungu ashuke amwanike. Tunataka sisi tukue na furaha na kutenda yaliyo mengi. Watu wafunguliwe, wapokee baraka za Bwana. Na kiambasi kiliyetiwa watu wasitambue kweli, kiondolewe in the name of Jesus. Kiondolewe kabisa. Mungu alete, anasema ya kwamba utaacha wazazi wako, ungwana wewe na nani? Na mkue pamoja. Wewe utaenda kuwa kikwazo katika familia, wewe ni nani? Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo account na ifunja in the name of Jesus. Hiyo account iondolewe. Na yule ameweka account kwa mwanadamu afunguliwe macho. Aona anatoka wapi, anaelekea wapi. Afuate maandiko vile natuambia, ndiye apate kubarikiwa. Unajua baraka sinakosa kucha kwa sababu hatuchamua. Bwana Yesu apewe sifa. Mtoto akilia, akikunywa sukari, bila sukari, ujue kwamba hata kile unaofanyia itakuwa baraka. Hata mahali umeweka account atafurahia ya kwamba iko hivyo, lakini mwisho ajue ya kwamba kuna chomelea kwake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wapendwa, tubadilike. Kiwa kuna mmoja kati yetu ako na hiyo tabia, aenda akome, kwa sababu Bwana amekazirika na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndoa ya mtu yaachiliwe. Ndiyo nawali katika ulimwengu. Tuwapokea baraka, wakuwe na furaha. Bwana Yesu apewe sifa. Watoto wafunguliwe, wasee wafunguliwe, wamama wafunguliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Hiyo chakula kiletwa mbele, Bwana ikanyage katika jina la Yesu, aitakase kabla ichakuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Ubarikiwe. Niko na mengi lakini sitamaliza. Bwana Yesu apewe sifa. Nilikuwa na mengi katika hii wiki, lakini najua Bwana ni Mungu mwenye huruma na neema kubwa. Atatoa wale waliofungwa, hawatafungwa kama kuni. Nimekataa katika jina la Yesu. Ubarikiwe sana. My name is Domi Mogre from Nabi Powerful Christian Church. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms 139 verse 13. It says, "You created every part of me. You put me together in my mother's womb." Thank you. My name is Semi Kosgei from Nabi Powerful Christian Church. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John chapter 15 verse 1. It says, "I am the true vine and my Father is the true vine dresser." Thank you. My name is Samuel Lindeche and I have a memory verse. It comes from the book of Psalms chapter 41 verse 1. It says, "Happy are those who are concerned for the poor, for God will help them when they are in trouble." Amen. My name is Dorothy Arera and I have a song. Bwana Yesu ni mfariji mwema, anafariji wakati wa shida, shetani naye na mitego yake. Bwana Yesu sasa siogopi, nikiomba wasema ni kelele, nikiimba wasema ni maringo, nikihubiri wasema ni pesa. Bwana Yesu sasa siogopi. Bwana Yesu ni mfariji mwema, anafariji wakati wa shida, shetani naye na mitego yake. Bwana Yesu sasa siogopi, nikiomba wasema ni kelele, nikiimba wasema ni maringo, nikihubiri wasema ni pesa. Bwana Yesu sasa siogopi. Bwana Yesu ni mfariji mwema, anafariji wakati wa shida, shetani naye na mitego yake. Bwana Yesu sasa siogopi. Bwana Yesu ni mfariji mwema, anafariji
wakati wa shida, shetani naye na mitego yake. Bwana Yesu, sasa siogopi tena. My name is Blessing and I have a song. Wakristo wengi ni kama meli inayozama kwenye bahari, hawaendi mbele, hawarudi nyuma, au kazi yao ni kuyumbayumba. Wakristo wengi ni kama meli inayozama kwenye bahari, hawaendi mbele, hawarudi nyuma, au kazi yao ni kuyumbayumba. Thank you. My name is Gloria Mudeu from Nabii Powerful Christian Church and I have a song. Wakristo wengi ni kama meli inayozama kwenye bahari, hawaendi mbele, hawarudi nyuma, wao kazi yao ni kuyumbayumba, wao kazi yao ni kuyumbayumba. Wakristo wengi ni kama meli inayozama kwenye bahari, hawaendi mbele, hawarudi nyuma, hao kazi yao ni kuyumbayumba. Oh, hao kazi yao ni kuyumbayumba. Wakristo wengi ni kama meli inayozama kwenye bahari, hawaendi nyuma, hawaendi mbele, hao kazi yao ni kuyumbayumba, hao kazi yao ni kuyumbayumba. Nyumbani mwa Baba tunayo mavuno, bali wahunadi wachache mno. Nyumbani mwa Baba tunayo mavuno, bali wavunaji ni wachache mno. Wapate kuokoka, wasijepotea katika jehanamu. Marafiki wote wapate kuokoka, Tusimame kitu tafadhali, tukapiga kwa makofi mazuri. Karibu kila wakufika. Karibu.